Neno la Mwenyezi Mungu linatufikishia ujumbe unaohusu ufalme wa Mungu. Katika somo la kwanza, katika hekima ya Sulemani, tunaelezwa habari za Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia isiyo ya moja kwa moja, na tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda wale wanaokaa karibu na hekima. Hivyo tunatambua kuwa hekima inayoelezwa katika somo la kwanza ni Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mfalme wa amani. Katika Injili, Mafarisayo wanamuuliza Yesu swali juu ya ufalme. Ufalme wa Mungu utakuja lini? Nasi tunasali katika sala ya Baba yetu, ufalme wako ufike. Ufalme huo unafika lini? Ndugu zangu, jibu la Bwana wetu Yesu Kristo litupe nguvu ya kuenenda mbele katika safari yetu ya kiroho. Yesu anasema ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa wakati ule alimaanisha kuwa ufalme wa Mungu uko kati yenu, kwani yeye alikuwepo akiwafundisha japo hawakumtambua. Nasi tutambue kuwa ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Je, ufalme huo uko ndani yetu kwa namna gani? Vipo viashiria vingi vya uwepo wa ufalme wa Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu, lakini pia katika liturujia na katika kanisa letu kwa ujumla. Kiashiria kilicho halisi zaidi ni sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tunapompokea Yesu mwenyewe, tunamla, anakuwa sehemu yetu. Je, huwa tunatambua kuwa tunampokea Yesu aliye mfalme wa amani? Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie utambuzi huo, na daima tutafute kuwa karibu na hekima, kuwa karibu na Yesu aliye mfalme wa amani. Kati ya mambo yanayotufanya tuhoji juu ya uwepo wa ufalme wa Mungu katika maisha yetu huwa ni magonjwa. Tunapougua au kuuguza, mara nyingi tunautafuta ufalme wa Mungu kule na kule kwa waganga katika madhehebu mbalimbali, tukisahau kuwa ufalme wa Mungu uko miongoni mwetu, umo ndani yetu. Ndiyo maana nimechagua kuadhimisha misa hii kuwaombea wagonjwa wote waliomo humu kanisani, waliomo majumbani, waliomo hospitalini. Tuwaombee ili wawe na imani thabiti na wakitambua daima kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yupo pamoja nao. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.